ukaweza kumuumbia moyo safi, na ili Bwana akaweza kukufanyia ibada, akaweza kukupa utukufu Bwana. Nasi tunasema ya kwamba siku ya leo ukaweza kutuondolea moyo wa kale, moyo ambao unahuzunika, moyo ambao unaleta mashitaka, katika jina la Yesu Kristo. Tuumbie moyo wa ibada Bwana, moyo wa kukutukuza, moyo wa kukuinua, moyo wa kukupenda, moyo ambao ni wa kuzingatia yale ambayo ni ya kifalme, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana tunajiweka hapo mbele zako, tusaidie, tuwezeshe, tupe neema Bwana ya kufanya yale mambo Bwana ambayo unayohitaji tukayafanya, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Jehova Mfalme, tunajishikamanisha na mbingu, wacha mbingu ikafunguka Bwana ni kwa ajili yetu siku ya leo, na ili tukaweza kupokea Mfalme yale ambayo umetuwekea asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Ni maandiko yako yanasema ya kwamba hukusanyishi watu wako bure, unawakusanyisha Mfalme ukiwa na kusudi Bwana. Wacha kusudi lako asubuhi ya leo likaonekana katika ibada hii, likaonekana katika kila mmoja wetu, katika Yesu. Tunatangaza Mfalme, wakati tunapoendelea katika ibada hii, maisha yetu Bwana haitabaki vile tena. Ni kwa sababu Bwana unaachilia nguvu zako katika ibada hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Moyo ambao umeinama asubuhi ya leo, tunauombea asubuhi ya leo, ukaweza kuinua Bwana, ukaweza kuubariki, ukaweza kuusimamisha katika jina la Yesu Kristo. Waliokufa moyo asubuhi ya leo, tunawaombea ufufuo wako, ufufuo wa neno lako Bwana, ufufuo katika roho wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana unatufukulia Jehova yale ambayo yamesikwa na adui kinyume na maisha yetu Bwana, kinyume na jamii zetu, na ili tukaweza kujishikia katika jina la Yesu. Asante Mungu na Baba yetu, unapoendelea kujitukuza Bwana katika ibada ya siku ya leo. Ni wewe ambao tunangoja, ni wewe ambao tunatarajia ukiwa mweli mheshimiwa katika ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Roho zetu na maisha yetu tunayafungua kwako Bwana. Fungua undani wetu Mfalme, na ili tukaweza kupokea Bwana kutoka kiti cha rehema, katika jina la Yesu. Asante kwa ubari ambao umetuleta kama kanisa, tunakuinua, tunakutukuza. Asante kwa sababu ya kila roho ambao umesababisha siku ya leo ikaweza kuwa katika hukumi. Tunawaombea Bwana neema yako Mfalme, kibali chako Jehova sikaweza kuwafuata katika jina la Yesu Kristo. Tupe ushuhuda Mfalme tunapotoka katika ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Tunakatana na kila roho ambao unatufinyiria, roho ambao unatuleta chini, roho ambao Jehova Bwana unatufanya kutosikia neno lako, unaotufanya kutotenda neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Shetani tunakutangazia siku ya leo, huna nguvu na huna mamlaka katika ibada hii. Mipango yote mishafu kinyume na ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Na tunatangaza ya kwamba damu ya Yesu itatuongoza, damu ya Yesu itatunenea, damu ya Yesu itatuweka huru, damu ya Yesu itatukomboa kutokana na minyororo ile yoyote ile, katika jina la Yesu. Tunakupa ni kwa sababu ya taifa letu. Asante Bwana, ni kwa sababu ya uongozi Bwana ulio katika hii taifa Mfalme. Tunatangaza ya kwamba Jehova, hii uongozi huu mikononi mwako Mfalme. Hili jambo Bwana la uongozi huu Jehova tunalisalimisha kwako Jehova. Hatutateta Jehova Mfalme, lakini tunajua ya kwamba Mfalme una jambo ni kwa sababu ya taifa letu, una jambo ni kwa sababu ya viongozi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa sifa ni kwa sababu tunajua ya kwamba you are about to thing in this nation, dear Father, in the mighty name of the Lord. And we are called, Jehovah my Father, to focus, Jehovah my Father, yale ambayo yamepita Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweza kutazamia Bwana yale
na ili tukaweza kukuona ukifanya katika jina la Yesu Kristo. What we know, dear Lord, is that you are about to do, oh God, a new thing, oh God.